Wakati taarifa mbalimbali zikionyesha kwamba idadi ya watu waliouawa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kubwa na inazidi kuongezeka, huku baadhi ya taarifa zikidai kuwa idadi hiyo inakaribia vifo takriban 5,000. Swali ambalo linawasumbua watu wengi ndani na nje ya Tanzania ni kuhusu mabadiliko ya Rais Samia kutoka kiongozi aliyeingia madarakani akiwa na ajenda ya umoja wa kitaifa, mshikamano, maridhiano, upendo na vitu kama hivyo, hadi kuwa kiongozi ambaye anaingia katika historia kwa kusababisha mauaji makubwa kabisa katika historia sio tu ya Tanzania bali ya sehemu mbalimbali, kulinganisha sehemu mbalimbali duniani. Sasa makala hii inatupia jicho maeneo mawili. Eneo la kwanza ni maoni ya watu mbalimbali, mitizamo ya watu mbalimbali mtaani, mtandaoni, kuhusu nini hasa kinachoweza kuwa kimesababisha Rais Samia kufanya haya anayoyafanya muda huu. Lakini upande wa pili ni maelezo ya kitaalam zaidi, na haya maelezo ya kitaalam yamechangiwa na jitihada zangu binafsi, kwa sababu mimi kila mwaka kila wakati Rais Samia alipotimiza mwaka mmoja madarakani nilifanya uchambuzi wa kiintelijensia. Kwa hiyo nimechapisha vitabu 4. Cha kwanza ni alipotimiza mwaka mmoja Machi 2022, cha pili Machi 2023, cha tatu Machi 2024 na cha 4 nilikichapisha tarehe 19 Machi 2025. Hivi vyote vilikuwa vinafanya tathmini ya utawala wake, na kuna themes zilikuwa zinajirudia katika hizi chambuzi zote 4. Kwa hiyo sehemu ya pili ya makala hii itajikita katika maelezo ya kitaalamu zaidi, maelezo ya kiintelijensia, wakati sehemu ya kwanza itagusia maoni au mitizamo ya watu mbalimbali huko mtaani. Kwa hiyo tuanze na hii mitizamo ya watu mbalimbali kuhusu kwa nini Samia yule aliyoingia madarakani akiwa na ajenda zile mnakumbuka za 4Rs, mambo ya maridhiano, mambo ya umoja wa kitaifa, kusameheana na vitu kama hivyo, kugeuka kuwa dikteta anaendelea kusababisha, kwa sababu tukisema aliyesababisha maana yake mauaji yamesimama. Taarifa zilizopo ni kwamba wimbi la mauaji linaendelea. Hata hivyo, ni muhimu kueleza kwamba kumekuwa na ugumu sana kupata takwimu sahihi za idadi ya vifo. Hii ni katika hali ya kawaida tu, hata katika maeneo ambapo pengine kuna uwazi wa upatikanaji wa taarifa, ni vigumu kukusanya taarifa za vifo kwa sababu zinatokea sehemu mbalimbali. Lakini mambo mawili ambayo yamechangia sana ugumu wa kupatikana taarifa ni, kwanza, kuna jitihada endelevu za serikali ya Samia kuficha ushahidi. Kuna taarifa za kutisha jinsi wanavyojaribu kuficha ushahidi. Kwa mfano, majuzi zilipatikana taarifa kwamba wanachukua maiti na kupeleka kiwanda kimoja cha sementi na kutupa zile maiti katika, unajua sementi inapotengenezwa ina moto mkali sana. Kwa hiyo wanachukua zile maiti wanatupa kwenye moto, na baadhi ya hao wanaotupa kwenye moto sio tu maiti, kuna watu ambao walikuwa bado wako hai lakini wameenda kuuawa ili kuficha ushahidi. Kuna maelezo ya kutisha sana kutoka huko nyumbani na baadhi yenu mtakuwa mmeona katika video mbalimbali. Kwa hiyo moja ni hiyo ya kupoteza ushahidi, lakini pili, wanajitahidi sana kudhibiti mawasiliano. Sasa hivi kuna ugumu, kwa mfano ukituma video katika njia za kawaida inaweza isiende. Mawasiliano japo yamerudi, mtandao, WhatsApp na vitu kama hivyo, lakini bado kuna changamoto kwa sababu wanajitahidi sana kudhibiti mawasiliano. Kwa hiyo natumia hizo njia mbili kuficha nini kinachoendelea huko nchini Tanzania. Hata hivyo, taarifa mbalimbali zinaonyesha kuwa idadi ya vifo ni kubwa, na kama sehemu moja taarifa inadai kuwa takriban vifo sasa inakaribia kufikia 5,000. Kwa hiyo tuanze na haya maelezo ya mtaani. Baadhi ya watu wanadai kwamba wanaona kuwa haya yanayotokea labda ni chuki, kisasi dhidi ya Watanganyika, kwamba hili ni swala Samia ni Mzanzibari. Idadi kubwa ya wahanga ni Watanganyika, kwa sababu haya yanayotokea huku bara peke yake, sio visiwani. Na hili linaweza kuwa linachangiwa na ukweli kwamba baadhi ya Wazanzibari wamekuwa wakishangilia haya yanayotokea huku bara, na moja ya sababu wanazotoa ni kwamba huku Tanganyika kwamba Tanganyika iliwahi kupeleka haya yanayofanyika sasa hivi yalishawahi kutokea huko Zanzibar, na tunafahamu 2001, 2020 baadhi ya matukio, takriban kila uchaguzi mkuu Zanzibar ulishuhudia mauaji yakitokea. Ni mwaka huu tu ambapo ndio kumekuwa na
nafuu kwa Zanzibar, lakini miaka ya nyuma hivyo. Sasa wanatolea mfano mwaka 2020 kwamba aliyekuwa rais wakati huo John Pombe Magufuli alipeleka wanajeshi ambao wanadaiwa walitoka Rwanda, wakaenda wakapiga watu, wakaua watu, wakabaka watu na vitu kama hivyo. Kwa anasema na nyie mnastahili kwa sababu nyie mlitufanyia hivi, lakini ukweli ni kwamba maamuzi ya Magufuli hayakuwa peke yake. Samia Suluhu alikuwa ni makamu wa rais wa Magufuli. Kwa hiyo Wazanzibari wakisema kuwalaumu wa bara wanaweza kuwa naonea, kwa sababu Samia huyu alikuwepo katika hiyo serikali iliyofanya hayo maamuzi. Lakini haya ni maelezo ya baadhi ya watu kwamba labda yanafanya hivi kwa sababu ya huo kisasi cha Wazanzibari dhidi ya Watanganyika. Kama ninavyosema, haya si maelezo yangu, haya ni maelezo ambayo nayakusanya kutoka kwa watu mbalimbali hasa mtandaoni. Sababu nyingine wanadai kwamba ni haya yanayotokea inawezekana ni yale yanaitwa maagano ya kishirikina, covenant. Kuna ushirikina mwingi sana unaendelea huko serikalini na kwenye mambo ya siasa. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo zinahitaji wakati mwingine kuzungumzia. Mara nyingi kumekuwa na hisia kwamba baadhi ya ajali zinazotokea, mauaji yanayotokea yanachangiwa pia na hisia za kishirikina. Kwa hiyo baadhi ya watu wanadhani kwamba hii ni covenant aliyofanya kwa ajili ya utawala wake, labda kubaki madarakani, kwa sababu haingii akilini kwa kiongozi kusimamia mauaji ya maelfu ya raia wake pasipo hata kuguswa na ule utu wa kibinadamu, kwamba no, this is too much. Katika mazingira ya kawaida haingii akilini, unaona. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa theories zilizopo huko mtaani. Nyingine ni kama ya mwanzo kusema kuna chuki za Wazanzibari. Mara nyingi bara na Watanganyika na Wazanzibari kumekuwa na uhasama wa muda mrefu, kwa sababu muungano wenyewe kwa kweli ulikuwa ni kama kulazimisha. Haya mambo ya Nyerere na Karume kulazimisha muungano, lakini kuna kimsingi Wazanzibari na Watanganyika ni kama undugu wa kulazimisha kwa namna fulani naweza kusema. Kwa hiyo baadhi ya watu wanadhani kwamba hiyo nayo imechangia katika haya. Baadhi ya watu wengine wanadai kwamba yeye ana asili ya Kiarabu, na kweli katika lineage yake, katika ukoo wake kuna ndugu, na kuna picha iliyowahi kuwekwa akionyesha yuko na mjomba wake au babu yake Uarabuni huko. Kwa hiyo baadhi ya watu wanasema unajua, kutokana na Uarabu wake ndio maana ajali, na hili linaunganishwa na vitendo vya baadhi ya nchi za Kiarabu kwa nchi za Kiafrika. Kwa mfano, mgogoro unaoendelea nchini Sudani unachangiwa sana na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unapeleka silaha kwa kikundi cha RSF na wanachinja watu mbali. Na hicho kikundi cha RSF kinalenga zaidi Wasudani wenye asili ya Kiafrika, kwa sababu Sudani kuna Wasudani wenye asili ya Kiarabu na Wasudani wenye asili ya Kiafrika. Kwa hiyo wale RSF wanapata silaha kutoka huko Uarabuni na kuwachinja hawa weusi. Kwa hiyo baadhi ya watu wanahusisha na hilo. Wengine wanadai kwamba huenda ana matatizo ya akili, kwa sababu kuna kichaa ambacho kinaweza kumfanya mtu akawa mkatili. Mara nyingi wale wanaoitwa serial killers, wale watu wanaua watu wengi, most of them sio tu wanafanya kwa sababu wanataka kuua, lakini kichwani kuna fuse fulani zimetoka. Kwa hiyo baadhi ya watu wanahisi kama labda hiyo inaweza kuwa sababu, kwa sababu katika mazingira ya kawaida binadamu mwenye akili timamu utatakaje kuona zaidi ya watu 1000 wanauawa kwa mkupuo? Wengine wanadai kwamba ni kiburi tu. Wengine wanasema kwamba ni kuto kujiamini. Wengine wanasema kwamba ni mtu asiye na maadili, anaonekana mshika dini lakini hana maadili. Wengine wanadai kwamba anapenda kusifiwa tu, hapendi kukosolewa. Maoni mengine yanadai kwamba ni elimu duni, huku wengine wakidai kuwa ana uelewa mdogo wa kiakili, kwamba alifeli katika masomo yake na hakufanya vizuri. Kwa hiyo hii ni mitizamo ya watu mbalimbali, ambayo maoni ni mengi sana, lakini nimeamua kukusanya machache kwa sababu video hii nataka isiwe ndefu kupita kiasi kwamba ikawa ni changamoto kusikiliza yote. Kwa hiyo baada ya kuangalia haya, sasa tuende kwenye sababu za kitaaluma, ambazo hizi ni za kiintelijensia zaidi. Sababu nimejitahidi kuzifanya ziwe 5 katika makundi kama 5. Kwa hiyo ni kwa kifupi, moja ni ya kisiasa, na hii ya kisiasa ya kwanza ni shinikizo la wahafidhina ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambao walidhani kwamba yale maridhiano yangeweza kupeleka kuyumba kwa chama hicho. Sababu ya pili ni mgawanyiko ambao mgawanyiko ndani ya CCM ambao ulichangiwa zaidi na kundi la wana CCM kutoka Zanzibar, wakimwambia kwamba asipokuwa mkali, asipokuwa mbabe, hawa wa bara, kama nilivyosema awali kwamba kuna mambo ya ubara na Uzanzibari, na huko CCM inaendelea mpaka sasa hivi, kwamba usipokuwa mkali, usipotumia ubabe, hawa Wazanzibari watakutoa, hawa Watanganyika watakutoa katika haya madaraka. Na ukiangalia hili kiundani ni kwamba Samia kwa muda mrefu amekuwa akijiimarisha ndani ya CCM. Sasa hivi kwa mfano kamati kuu ya CCM kuna idadi kubwa wa Zanzibari, na sehemu mbalimbali amekuwa akiweka watu ambao kama strategic. Hata baadhi ya watu wanasema haya yaliyotokea sio hayakutokea kwa siku moja, kwa sababu ilikuwa kama yamepangwa. Pia
Kuna sababu ya tatu inatajwa kuwa shinikizo kutoka kwa watu waliokuwa karibu na marehemu Magufuli. Kama unafahamu utawala wa marehemu Magufuli nao ulikuwa ni wa kidikteta. Kuna watu walikuwa na enjoy kuona watu wanavyoumizwa. Sasa baadhi ya wale watu bado wako katika serikali ya Rais Samia, kuwa wangependa kuona mwendelezo wa watu wakiumizwa. Nyingine inatajwa kwamba taasisi za kiusalama kwa muda mrefu zimekuwa zikitumia ubabe, ukatili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walipendelea zaidi kuona hili ikiendelea, lakini kumbuke pia sheria ya usalama ya mwaka 2023, ile sheria mpya ya idara ya usalama wa taifa, ilibadili idara ya usalama wa taifa kuwa jeshi, na hivi tunavyoongea kuna taarifa kwamba kile kikosi kinachozurura mtaani kikiwa na sare nyeusi kikiwa kinaua watu ni kikosi ndani ya idara ya usalama wa taifa, kwamba idara ya usalama wa taifa sasa hivi ina kikosi maalum ambacho kinashughulika na masuala kama hayo. Kwa lugha nyingine, kuna kikosi cha mauaji. Hizi ni taarifa ambazo zimepatikana kutoka kwa vyanzo mbalimbali. Sababu ya tano inatajwa kuwa ni msukumo wa kuimarisha madaraka, na ndio maana baadhi ya watu walisukumwa nje ya utawala kama wakina Kinana na baadhi ya watu wakina Januari Makamba, watu walionekana kwa labda wanaweza kutishia nafasi yake. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu za kisiasa. Pia kuna sababu za kiuchumi ambazo ni pamoja na shinikizo la madeni na ukata wa kifedha, kwamba mara nyingi nchi zikiwa na matatizo ya kiuchumi, kwa mfano unajua kuna mambo ya tozo, ajira, vijana wengi hawana ajira. Mara nyingi serikali badala ya kutafuta mbinu sahihi za kudili na changamoto hizo huwa inakimbilia kwenye udikteta ili kuzuia. Mnakumbuka ukisikia kuna taarifa labda pengine wa vijana wasio na ajira wanataka kuandamana, watu aidha wanahongwa au wanadhibitiwa, wanatekwa na vitu kama hivyo. Pia kulinda ufisadi. Moja ya sababu kubwa zaidi inayotajwa katika eneo hili la uchumi ni ufisadi, na hii mnakumbuka Balozi Humphrey Polepole ambaye baadhi ya taarifa zinadai kuwa ameuawa, alizungumzia sana kuhusu ufisadi, na hili linaweza kuthibitishwa na jinsi Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, alivyokamatwa Aprili mwaka huu mara baada ya kuzungumzia ufisadi, kwamba kuna migodi imeuzwa kiholela na vitu kama hivyo, wakamkamata na mpaka sasa hivi yuko ndani. Kwa hiyo hii ilichangiwa. Mara nyingi tawala za kifisadi huwa zinatumia ubabe kuficha maovu yao. Vile vile inaelezwa kwamba masuala ya uwekezaji ambao pia ni mpango wa kifisadi, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo, na hizi taarifa nimezipata juzi, kuna sehemu kwa kwenye mbuga ya wanyama ukiingia country code, sisi country code yetu ni 255, ukiingia inakupa country code ya Uarabuni. Hii inaweza kuashiria kwamba sehemu ile imeuzwa kiholela. Hatujui kuhusu mkataba wa bandari mpaka muda huu, nini ambacho kimeuzwa, nini kilichoandikwa, lakini pia ikumbuke kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alivyokwenda mpaka kufunga huo mkataba, saini huo mkataba wa bandari, kuna mikataba mingine 16 ilisainiwa. Hatujui nini kilichomo. Kwa hiyo inadhaniwa kwamba haya mambo ya ufisadi pia yamechangia kuibua huu dikteta. Halafu pia kuna hii masuala ya ukosefu wa ajira, mfumuko wa bei, tozo na kila kitu. Haya ni mahitaji ambayo yanaweza kufanya utawala kuwa wa kidikteta. Pia kuna sababu za kimkakati, kiusalama. Swala la Gen Z, maandamano ya Gen Z yalichukuliwa kwamba Watanzania huwa hawaandamani. Kwa hiyo na watu wengi walikuwa wanajua hizi kelele za hamasa ya maandamano ni hakuna. Kwa hiyo yalikuwa ni ya ghafla na hakukuwa na maandalizi sahihi ya jinsi ya kukabiliana na. Ndio kulikuwa na wanajeshi na polisi na wakaingiza sijui wao kutoka Rwanda, kutoka Uganda na vitu kama hivyo, lakini kasi ya yale maandamano yaliyokamata bila kujiandaa. Kwa hiyo katika kule kuto kujiandaa, badala ya kutumia busara wakaamua kutumia nguvu. Lakini ikumbukwe kwamba vyombo vyetu vya dola siku zote vinaamini katika matumizi ya nguvu kuliko akili. Kwa hiyo sasa ni kama wakawa wamepata sababu ya ziada, lakini amri ya haya imetoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Laiti angeweza kuwaambia wale wanajeshi wake, wale polisi na hao wauaji kwamba msifanye. Endapo unataka kudhibiti maandamano alafu unapeleka vikosi vya mauaji mtaani, maana yake ulikuwa na dhamira ya kuwatoa watu uhai. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinatajwa za kiusalama, lakini pia mazingira ya nchi jinsi yalivyo. Kama mnaona miongoni mwa watu waliokuja kwenye sherehe ya kuapishwa wake ni rais wa Msumbiji. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna vikosi miongoni mwa vikosi vya kigeni vilivyokuja pia vilitoka Msumbiji.
Pia inafahamika mahusiano ya kikanda katika ukanda huu. Kwa kweli Tanzania imezungukwa na baadhi ya watu ambao kwa kweli si wazuri sana katika kiwasifu wao. Ukiangalia Museveni Uganda ni dikteta, ukiangalia Rwanda, ukiangalia Burundi, Kenya nako Ruto naye amekuwa mtu ambaye anaamini sana katika mabavu, na hawa wote ni watu wa karibu, na kwa hiyo ukanda mzima mabavu yanaonekana kama ni solution ya matatizo. Pia kuna sababu za kitaasisi na kimfumo. Kama ulivyosema, utawala ule wa Magufuli ulionekana kuwa na ufanisi katika kuendesha mambo. Kwa hiyo baadhi ya watu wakawa na mshawishi huyu mama kwamba ni vema arudi kule kwa zama za Magufuli. Pia vyombo vya taasisi kama mahakama zimekuwa hazifanyi kazi, mfumo mzima wa upatikanaji haki umekuwa ni dhaifu. Kwa hiyo watu wanafanya tu wanachoamua kutaka kufanya. Lakini mwisho ni sababu za binafsi ambazo hizi ni za kisaikolojia. Inarudi kama kule ilikuwa zile sababu za mtaani, ambapo wanasema kuna hofu ya kutokuaminika. Kwa hiyo inabidi ajionyeshe kwamba yeye ni kiongozi imara, hasa kutokana na yeye ni mwanamke, kwa hiyo anataka kujionyesha ni mbabe, kwamba mimi ni kama wanaume. Ukiangalia, ukisikiliza kwenye hotuba zake, unaweza kuona kuna jitihada za kujitanua, kujionyesha kama ni mbabe. Nyingine ni kwamba yeye amekuwa amejifunga. Kwa mujibu wa watu wanaofahamu utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, wanadai kwamba genge la washauri wake ni watu wa karibu yake sana, wanafamilia, na mshauri wake mkuu ni mwanae Abduli na watu wengine wa karibu. Kwa hiyo hii, unapotaka kuendesha nchi kama taasisi ya kifamilia, siku zote inakuwa ni tatizo. Na pia mtu mmoja ambaye anatajwa sana katika haya ni Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye yeye mwenyewe miaka 10 ya utawala wake ilishuhudia rushwa ya kupita kiasi. Sasa huyu bwana amesababisha matatizo sana, kwa sababu hata wakati wa utawala wa Magufuli tunaambiwa kwamba kulikuwa na jitihada za kumkwamisha na vitu kama hivyo, lakini amechangia sana katika haya yanayoendelea. Na endapo watu zitachukuliwa dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa haya yanayoendelea, Rais mstaafu Kikwete ni lazima na yeye ahusishwe, kwa sababu mchango wake ni mkubwa. Pia kuna swala la mabadiliko ya kimtazamo kuhusu hali mazingira mbalimbali yanavyokwenda dunia nzima. Sasa hivi kumekuwa na hili wimbi la, kwa mfano ungeangalia nini kinachoendelea nchini Marekani, unaona kuna hali ya usalama iko hivyo, nchi kama Russia. Lakini hili pia linaweza likaangaliwa katika aina ya marafiki ambao wana support utawala ulioko madarakani. China ni watu wazuri, wametusaidia kimaendeleo, lakini China haiamini katika demokrasia, haiamini katika uhuru. Mmoja wa watu waliompongeza Rais Samia ni Rais Putin wa Urusi. Putin anafahamika, Watanzania wengi wanampenda, lakini baadhi yetu tumekuwa tukiwaambia huyu ni dikteta, ni mtu ambaye amechangia matatizo makubwa huku Europe. Sasa hivi kuna matatizo mengi yanayochangiwa na Putin. Yeye ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kumpongeza Samia katika ushindi wake. Sasa kuwa karibu, ukiwa na maBFF kama hawa, basi nao wanakushawishi kuwa mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo haya ni baadhi ya matukio ambayo yamechangia haya yanayoendelea. Ni vigumu kwa kweli kuelewa nini hasa kinachosababisha Samia kuwa huyu ambaye tunamuona hivi sasa, mtu ambaye aliingia madarakani akiwa na moyo wa upendo, akiwa na akihamasisha kuhusu mshikamano wa kitaifa na vitu kama hivyo, lakini leo hii serikali yake imehusika na mauaji ya kihistoria. Na kwa hakika ni muhimu sana kwa Watanzania kuwaenzi hawa mashujaa, kwa sababu kosa pekee la vijana ni kudai Tanzania iliyo bora. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania kuwaenzi. Katika kuwaenzi huko kuna njia mbalimbali za kuwaenzi. Moja ni kuhakikisha kuwa wote walioshiriki na wanaoendelea kushiriki katika haya wanatengwa, kwa sababu wakitengwa watakuja kujiona kuwa walichofanya sio sahihi. Wengi wanadhani kwamba tumefanya haya yatapita, lakini ninyi ambao mmeguswa na haya, wengi wenu mmepoteza ndugu, jamaa na marafiki, ni muhimu kuwatenga. Na utengaji uanzie ngazi ya mtaa, kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwa na walengesha waliouawa ni hawa viongozi wa serikali za mtaa. Hata hivyo, huu ulikuwa ni mtizamo kwa mujibu wa mtaani na mtizamo wangu wa kitaalamu. Je, wewe una maoni gani? Mtizamo wako ni kwa nini Samia yuko hivi? Tafadhali weka maoni hapo chini kwenye comment, nami nitashirikiana nawe. Asanteni na kwa